Mwanamke mmoja mwenye wivu mkubwa aliwahi kukutana na tukio la ajabu. Siku moja, mzee mmoja alifika nyumbani kwake na kumwomba maji ya kunywa. Badala ya maji, mwanamke yule alimpa maziwa kwa ukarimu. Mzee yule akamwambia, "Mimi si mtu wa kawaida, bali ni malaika wa kifo. Leo nilikuwa nimekujia kuchukua roho yako, lakini kwa sababu ya ukarimu wako, nitakusamehe." Kisha malaika wa kifo akampa mwanamke kitabu cha mauti na kumwambia, "Haraka, badili siku yako ya kufa leo." Mwanamke alipofungua kitabu, ukurasa wa kwanza ukaonyesha kwamba kesho mume wa jirani yake atakuwa mshauri wa mfalme. Kwa wivu, akabadilisha hatima hiyo. Ukurasa mwingine ukaonyesha rafiki yake ataokota dhahabu, naye akabadilisha na huo. Lakini kabla hajagusa siku yake mwenyewe ya kufa, malaika wa kifo akamwambia, "Muda wako wa kushika kitabu umeisha." Cha kushangaza ni kwamba mwanamke hakuwa amebadilisha hatima yake mwenyewe. Hapo ndipo malaika wa kifo akachukua roho yake. Funzo: wivu juu ya mafanikio ya wengine hukufanya usipige hatua katika maisha yako. Ni bora kuzingatia malengo yako na ndoto zako kuliko kupoteza muda ukiwazimia wengine.